Bana, hawa ndio wachambuzi wangu wa zamu. Kumbuka pia una kila sababu ya kuweza kuona, unatembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Anzia kwenye ukurasa wetu mama kwenye Instagram pale wa Azam Sports kushuhudia ratiba za vipindi mbalimbali, bila kusahau highlights za magoli na matukio kadha wa kadha ambayo yamejitokeza. Kama ulipitwa na magoli ambayo alifungwa kwenye mechi ya jana, mechi ya mapema saa 8 Wagosi wa Kaya wakiwa ugenini dhidi ya Tanzania Prisons, mabao yote yamewekwa huko kwenye ukurasa wa Instagram. Lakini bila kusahau kama ulipitwa na mabao matano ya jana ambayo Young Africans walikuwa ugenini dhidi ya timu ya Dodoma Jiji, Dodoma akishinda magoli 3 na Yanga wakishinda mabao 2, lakini mshindi wa jumla alikuwa ni Dodoma Jiji. Utakwenda kuyashuhudia huko kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwa sasa moja kwa moja tuanzie kwenye soka letu, tuangazie taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Kwenye muendelezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara, hapo jana Dodoma Jiji imepata ushindi wa magoli 3-2 dhidi ya Wananchi Young Africans na kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kuifunga Young Africans ama kuwafunga Wananchi kwenye msimu huu wa ligi kuu NBC Tanzania Bara 2025-2026. Yanga Sports Club ilikuwa timu pekee ambayo haijapoteza mchezo wowote msimu huu baada ya Azam FC kupoteza dhidi ya TRA United wiki iliyopita. Hata hivyo, goli la dakika za nyongeza la Waziri Junior Shentembo lilitosha kuipa ushindi Dodoma Jiji na kupeleka maumivu kwa Wananchi Young Africans. Yanga hata hivyo ilikuwa ikiongoza mchezo kwa magoli 2 kipindi cha kwanza. Dakika moja kabla ya mchezo kumalizika, Mwana Kibuta David alisawazisha Dodoma bao la kwanza. Kisha baadaye tukashuhudia Waziri Junior Shentembo akipata bao la ushindi na kupeleka furaha, shangwe, nderemo na vifijo kwa upande wa Dodoma Jiji. Alikuwa ni Allen Okello ambaye alifunga mabao yote 2 kwa upande wa Wananchi Young Africans katika kipindi cha kwanza, huku Bakari Nondo Mwamnyeto akijifunga bao la kwanza kwa kusawazishia Dodoma Jiji. Binadamu tumeumbwa na kusahau. Kwanza tukajikumbushe namna ambavyo mabao yamefungwa, kisha nitawalika wachambuzi hapa kuja kutazama namna ambavyo mambo yalivyokuwa. Max Zengeli Yao Kwasi analazimisha pembeni, cross katika nafasi ya Okello. Huyu Okello anapenda kujiamulia mamba huyu. Ni Starboy kwa mara nyingine tena, mapema kabisa anaofunga midomo Dodoma Jiji na washirika wao wote popote walipo. Starboy mapema kabisa, tazama hiyo, aliiunga moja kwa moja kwa guu lake la kushoto. Tapin, wewe Okello wewe, what a goal, what a hit kwa Starboy. Moalin anasema kazi imeisha hapa basi. Starboy bao lake la 6 kwenye ligi kuu. Allen Okello anapita na mpira. Idi Kipagwile katika nafasi kupitisha Faraji Kayanda umepitishwa mpira katika njia. Edgar William anaojaza ndani kwa kata. Wow! Bakari Nondo Mwamnyeto captain amejifunga mwenyewe, ameona kama Dodoma anachelewesha hivi. Cross ya moto kutoka kwa Edgar William inazua kisasa. Mwana Kibuta David aliweka pasi kwa William, Edgar akapiga cross. Bakari Nondo Mwamnyeto kwenye kutaka kuokoa mpira anaharibu mipango ya Young Africans.
Yalikuwa ni mabao ya kipindi cha kwanza ambapo tumeshuhudia Bakari Nondo Mwamnyeto akijifunga na kuifanya mechi kumalizika dakika 45 za kipindi cha kwanza, Dodoma Jiji wakiwa nyuma mabao 2-1. Lakini Alan Okello alikuwa wa kwanza dakika ya pili tu ya mchezo akitanguliza wananchi Young Africans. Baadaye pia tutakuja kulitazama bao la mwisho la mchezo huu kwa maana ya bao la tatu na bao la pili ambalo lilifungwa na Mwana Kibuta David. Muro, jana tumeshuhudia mechi bora sana kuwahi kutokea kwenye maisha ya futiboli, hasa kwa upande wa Dodoma Jiji FC. Yes, nafikiri inakuwa mechi bora kuwahi kutokea kwa sababu ya rekodi ya timu hizi mbili kwenye maisha yao ndani ya ligi kuu. Dodoma hakuwahi kushinda mchezo wowote dhidi ya Young Africans. Lakini Young Africans unbeaten run yao wamekwenda kwa kipindi cha mwaka mmoja, miezi 6 na siku 6 bila ya kupoteza mchezo. Kusema hivyo tunamaanisha tangu Novemba 7 mwaka 2024 walipopoteza dhidi ya Tabora United, na nyuma yake ilikuwa Novemba 2. Ilikuwa kuna gap la siku 5 tukati walipopoteza na Azam bao la Jibril Sila na walipopoteza na Tabora United mabao 2 ya Chikola na 1 la Nelson Omba Munganga. Nelson Omba Munganga huyo aliyekuwa Tabora wakati Yanga inapoteza kwa mara ya mwisho ligi kuu. Ndo huyo aliyekuwa Dodoma Jiji wakati wanakwenda kuivunja unbeaten ya Yanga ya mwaka mmoja, miezi 6 na siku 6. Kwa hiyo hapo tu ndipo ambapo tunakwenda kwenye kuiona mechi ilikuwa na utamu kwa kiasi gani. Kwa sababu ilikuwa ndio timu pekee pia msimu huu ambao haijawahi kuonja ladha ya kwenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo vichwa chini, wakienda kutafakari kwa nini hizi pointi 3 wameziacha kiwanjani. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo palikuwa panaleta utamu wa hii mechi. Lakini kwa maana ya mtu anayefuatilia trend ya hizi timu mbili kadri muda unavyozidi kwenda kwenye msimu huu, utaona Dodoma amekwenda sasa kwenye rani ya mechi karibia 7 bila kupoteza mchezo wowote. Na mechi 5 za hivi karibuni utaona ameruhusu bao katika mechi chache tu kama unakumbuka vema. Kwa hiyo kwa maana ya kile ambacho kimetokea jana, nafikiri ukizungumza football kwa uhalisia wake, bila kujalisha namba zilizokuwa ndani ya kiwanja, bila kujalisha madaraja ya hizi timu, utagundua mentality, ukomavu wa kiakili ndio ulikuwa unaenda kuiamua hii mechi. Kwa sababu kwa kiwango ambacho Young Africans aliingia nacho, ukiletewa namba zake za jana, kwa maana takwimu kwa ujumla, unasema hii mechi imekuwaje imekwenda upande wa mpinzani mwenye takwimu za chini. Kwa sababu Yanga ameattempt mashuti 7 tu ambayo yalikuwa hayajalenga lango. 7 yaliyolenga lango. Attempt hizo ni 14. Kwa timu ambayo inakuwa na ufanisi, hayo ni mabao hata 4 mpaka 5 kwenye mechi. Lakini ukiangalia Dodoma ambao waliattempt mara 4 tu, on target 2 pamoja na off target 2. Sasa Muro, tuanze kuchambua goli moja baada ya lingine, alafu tumpe maana halisi ya uchambuzi wa kina mtazamaji wetu ambaye anafuatilia, au tumpe maana halisi ya uchambuzi wenye utondoti uliotukuka. Kwa kuanzia tuanze bao la kwanza ambalo limefungwa na Alan Okello. Makosa yalikuwa wapi pengine, ama tutamsifu tu moja kwa moja Alan Okello namna alikwenda na mpira ule kisha akafunga? Kocha Michael Yera, tuanzie kwako, alafu Muro wewe utajadili bao la pili la Alan Okello namna ambavyo limefungwa. Kwenye goli hili makosa yalikuwa wapi, ama tumsifu tu Alan Okello, ile tap ya viwango na mpira umekwenda moja kwa moja kukaa kwenye kamba? Kuna makosa ambayo waliyafanya Dodoma Jiji wakati wanazuia kile ambacho Yanga alikuwa anajaribu kukitengeneza wakati wanatengeneza shambulizi lao. Licha kwamba mwishoni utatakiwa kumpongeza Alan Okello kama umesema kwamba kwenye mazingira kama yale unatakiwa kufanya kitendo kimoja tu cha kumaliza tukio. Ukijaribu kuangalia kwanza kwenye goli, unaanza kwenye build up ambayo alianza kwa Bakari Nondo Mwamnyeto wakati wanatengeneza ile shambulizi, na hapa mpango unaona ulibadilika kwamba tushambulii kupitia ndani, tutashambulia kupitia eneo la pembeni mwa kiwanja. Na ndio maana unaona pasi ya kwake ilienda kwa Max ambaye alipeleka mpira wide kwa fullback ambaye tayari alikuwa amesogea kwenye eneo ambalo unasema unatakiwa kupiga cross. Cross ambayo utaamua wewe uiweke kwenye eneo gani. Na uzuri ni kwamba alikuwa kwenye eneo ambalo anaweza akaipiga cross ambayo inaweza ikaleta madhara zaidi, kwa sababu pia alikuwa supported na namba ya wachezaji ambao alikuwa anaenda kushambulia eneo la hatari. Kwa mchezaji ambaye anaenda kwenye ile eneo, atalazimika ama atakuwa anashawishika kupiga cross
endapo kama ataona namba wachezaji ambao anaweza akadeliver mpira sehemu ambayo anaupeleka. Ndio. Kuna wale wachezaji ambao wenyewe wanapiga cross kwa mazoea. Unajua yeye akifika mwisho anamwaga maji bila kujalisha ndani kuna watu wangapi. Sawa. Na inatokea mara kadhaa unaona cross inapigwa hakuna mtu ambaye anaupata huo mpira. Ni kwa sababu yeye pengine anaweza akawa anajua mimi kwa kile ambacho naamini kwamba nikifika eneo hili nitapiga cross. Lakini kwa cross ambayo yao alipiga ilikuwa supported kwa sababu Allen Okello alikuwa anajua kwamba kwa sababu timu imeamua kushambulia kupitia pembeni. Maana yake ni kwamba tukio la mwisho ambalo litafanyika kule ni kuleta huo mpira ndani ambapo unatakiwa kuwa na mtu ambaye ataenda kuupokea. Wakati hilo linatengenezwa na Young Africans, pengine upande wa Dodoma Jiji, sehemu ambayo utasema alikuwa amekosea ni kwamba wakati timu inaenda wide kwenye kwa sababu lengo pia la kwenda wide ni kuwatoa nyinyi kwenye muundo wenu wa kiuzuiaji. Sasa Dodoma alikubali hilo kwamba alikubali kutoka kwenye muundo wa kiuzuiaji kwamba mpira umeenda wide, automatically tunaamini kwamba wale walinzi wakati wenyewe pia atakuwa anavurugika kwenye positioning yao ambao atakuwa anatakiwa kuwa nayo. Kwa nao pia alikuwa ameshawishika kutazama mpira zaidi ulipo kuliko kuangalia madhara ambayo yatatokea baada ya mpira kupelekwa kwenye eneo ambalo ni la hatari. Kwa maana wakati Okello anaingia kwenye ile pochi hapakuwa na mtu ambaye alikuwa ameenda kummark. Ni kwa sababu wachezaji wa Dodoma Jiji ambao walikuwa wanaenda kuzuia walikuwa wameconcentrate na sehemu ambayo mpira unatokea, lakini pia kulikuwa na namba wachezaji ambao kila mmoja alikuwa madini na mtu mmoja na mmoja akawa amepata hiyo faida kwamba tumeivuta hiyo safu ya kiulinzi. Basi mimi naweza nikaingia hapa na kupata hiyo faida ya kuscore. Ndicho ambacho alifanya Allen Okello. Hilo ni bao la kwanza. Bao la pili tunampa kijiti Gladstone Muro. Muro kwenye bao la pili namna ambavyo Young Africans walifunga ilionekana kama kuna viashiria vya offside kwa maana ya Allen Okello kuwa ameotea kwenye mpira ule. Minong'ono ilikuwa mingi sana lakini hapa ndio mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo tunakwenda kuwaondoa ukakasi, kuondoa ile hali ya tashwishi. Kwako binafsi kwenye bao hili wakati mpira unatoka mguuni mwa mpigaji wa pasi ya mwisho kwenda kwa Allen Okello, unahisi kuna namna yoyote ile labda kulikuwa kuna viashiria vya offside na pengine mwamuzi msaidizi ameshindwa kumsaidia mwamuzi wakati? Yes, kwanza kabla ya offside lazima wapongeze. Wamefanya tukio bora sana la kwenda kushambulia. Ndio. Pasi ya Duke Abuya kwenda kwa Maxi, huwezi kuwaza kwa urahisi kwenye ile pressure angeweza kaupenyeza ule mpira pale. Sawa. Lakini Maxi alishagundua hana uhakika wa kuutunza ule mpira kwa sababu ya pressure iliyokuwepo na mpira ulikuwa 50-50. Alichokifanya ni kama vile alikuwa analipua tu, ngoja ni release hii pasi. Angalia pale. Maxi pale alipokuwa hakuwa na option nyingine zaidi tu ya kurelease ule mpira. Lakini unachokiangalia mwamuzi msaidizi nambari 2 ambaye ndo alikuwa anamsaidia mwamuzi wakati Hussein Katanga. Inawezekana yeye alikuwa anaiba line aliyokuwepo Anderson Solomon Kimweri. Sababu Kimweri alianza kama fullback wa kulia. Maana yake katika running mwamuzi kuna wakati anafanya mahesabu. Nisije nikanyoosha kwamba ni offside wakati ikija ikachorwa ile libero ataonekana Anderson Kimweri alikuwa kawapa faida Yanga kubakia kwenye onside. Kwa hiyo inawezekana yeye aliona hivyo na kwa sababu ilikuwa ni tukio la haraka Ahmed pamoja na Hiera. Lakini baadaye sasa kwenye kuangalia sasa marejeo haya ndo unagundua Allen Okello hapa. Hii ndio offside camera ambayo inatupa picha halisi ya kwamba mtu alikuwa angalia hapo na kama atarudisha nyuma kidogo mara nyingi tunaitafsiri offside. Kwanza timu pinzani iwe kwenye hafi ya mpinzani wake. Yani timu yako timu A lazima iwe kwenye nusu. Hakuna offside inayokamatwa mkiwa mjavuka nusu. Hiyo namba 1. Namba 2 uwe mbele zaidi ya vitu viwili. Mbele zaidi ya mpira na mlinzi wa pili kutoka mwisho, second last defender. Kwa hiyo ukiangalia kiuhalisia Okello alikuwa mbele ya vitu hivyo viwili. Mbele ya mpira kabla Max haja release na mara nyingi tunasema tutaanza kuikaunti pale tu mpira unapotoka kwenye mguu wa timu inayoshambulia. Kwa hiyo unaweza kaona wakati mpira unatoka kwa Maxi, Okello alikuwa na hatua chache kwa mujibu wa kamera hii ambayo sisi tumekwenda kuirejea kwa mara ya pili na ya tatu na ya 4 kama ambacho unakiona hapo. Tayari Okello alikuwa tayari kashakuwa kwenye hatua kadhaa mbele. Kwa hiyo ni
clear kabisa ilikuwa ni offside ambayo kuwa karibu na mstari ya goli kuliko wapinzani wawili ama kuwa karibu na mstari wa goli la wapinzani kuliko wapinzani wawili. Sheria nambari 11 kwenye ile sheria offside ndicho ambacho Gelson Muro anakizungumza. Lakini tulitazame bao la kwanza kwa upande wa Dodoma Jiji kwa maana ya bao la kujifunga la Bakari Nondo Mwamnyeto, namna ambavyo mpira ule ulivyokwenda, jitihada zile za mchwa kujenga nyumba kwa mate lakini akashindwa kuondosha mpira ule kwenye eneo lake la hatari. Kwa binafsi una kipi cha kuzungumza kocha Michael Hiera kwenye tukio hili? Goli ambalo ni la kujifunga kwa Young Africans, lakini utaangalia ni kwa nini hilo lilitokea na mwanzo wa tatizo hasa ulikuwa umeanzia kwenye eneo gani. Wakati tunazungumzia impact ya mwisho ambayo ilipatikana kwenye goli la kujifunga, ndio unatakiwa kurudi kwenye eneo ambalo Yanga alienda kupoteza ule mpira kwa maana ya eneo la katikati ambapo Alan Okello ndiye ambaye alipoteza mpira ambao Yanga walikuwa wanaumiliki kwa asilimia kubwa. Na ukijaribu kuangalia kosa ambalo Alan Okello alifanya, always nasema kuna zile pasi ambazo ni kama mnakuwa mnagawana nusu kwa nusu. Mpinzani anaweza akaipata na teammate wako pia anaweza akaipata. Ukijaribu kuangalia eneo ambalo Alan Okello alikuwepo au alikuwa amesimama na ule mpira kabla hajapiga ile pasi ya ndani, ndipo kosa ambalo lilikuwa limeanzia, kwa sababu aliipiga pasi ndani wakati accuracy ya pasi ilikuwa iko down. Sasa kosa ambalo lilifanyika ni kwamba ile pasi wakati anaipiga walienda kuwini mpira walikuwa ni Dodoma Jiji, na pengine unatamani kuona angeweza kufanya kitu kingine cha ziada kwenye pasi yake ambayo alikuwa ameipiga, kwamba kama anaweka pasi ya ndani basi iwe na accuracy. Lakini kwa sababu hilo tukio lilikuwa limeshatokea, inawezekana watu wakamelisahau wakaja tu kukumbuka kile ambacho alikifanya Bakari Nondo Mwamnyeto mwishoni kwenye tukio la kujifunga. Lakini hiyo pasi, angalia hapa amepokea mpira kwenye ama eneo ile pasi ambayo anaipiga ndani. Hilo ndo kosa ambalo alipiga, pasi ambayo ni square ambayo hautakiwi kuipiga mara nyingi. Kwanza sio pasi ambazo hata ukiwa kwenye bench unaweza ukawa na enjoy kuziona timu ikiwa inapiga pasi za namna hii. Ni pasi ambazo zina uhatari wake kama ambao unaonekana hapo. Inawezekana wakati mwingine ukawa unafanisha na back pass na vitu vingine. Lakini utaangalia reaction sasa ya Dodoma Jiji baada ya kupata huo mpira. Hapo ndipo ambapo utapongeza ile speed reaction ambayo alikuwa nayo Dodoma Jiji kwamba hawa wamefanya makosa. Sisi tunatakiwa kufanya nini kuweza kuadhibu. Namba ya wachezaji ambao walikuwa wanaenda kushambulia ni kitu kingine ambacho tunatakiwa kuangalia. Bado unaweza kuona Yanga walikuwa na watu wanne ambao walikuwa wanautazama mpira wakati wanaenda kuzuia. Dodoma hapa sasa unasema walikuwa ni 3 dhidi ya 4 kwa sababu ya huyo mmoja ambaye yuko na mpira na wale wawili ambao wako pale mbele. Lakini bado unaangalia Dodoma Jiji uharaka ambao waliutumia kwenye hicho kitendo. Na moja kati ya watu ambao walifanya kazi kwa usahihi sana ni William Edgar ambaye kwenye lile tukio, kwenye wale 4 dhidi ya 3 ambao wanahesabu kule, yeye hakuepo kwenye lile tukio. Alikuwepo nyuma ya mpira. Lakini unatakiwa kufanya nini wewe ambaye haupo kwenye lile tukio la vita ya 4 dhidi ya 3? Unatakiwa kuwa na runs ambazo zitawasaidia wale wakati akiupata mpira wewe ni sehemu ya msaada kwenye hilo tukio. Angalia sehemu ambayo anakimbia. Ni sehemu ambayo anakimbia wide hivi. Kwamba sio tena mimi naenda kuongezeka kujazana pale ndani tu na watu wengi. Ni kwa sababu nimepata room ya kupita kwenye eneo la nje la uwanja. Akapita, na uzuri ni kwamba ndani kulikuwa na kiungo ambaye alikuwa anajua hizi runs zinatakiwa kutusaidia kwa namna gani. Kibuta anapiga pasi ambayo kwanza alidelay kwenye kupiga ule mpira. Alidelay ili pengine kuvuta hiyo kasi ya William Edgar. Na wakati ana delay tayari akaona kwamba kuna mtu ambaye ananisupport. Kwa sababu kwenye mpira mnatakiwa kusupportiana kama teammates. Mwenzako akipata mpira wewe usimwangalie kama shabiki. Unatakiwa kumsupport ili kuweza kukamilisha mpango wa kiuchezaji kwenye timu. Kwa hiyo ile delay ambayo alifanya William Edgar akawa ameonyesha kwamba anaenda kukusupport kwa kukuonesha kwamba hii sehemu unaweza kuweka mpira. Kwa alivyowekewa akafanya kitu ambacho na Ahmed na Hiera. Kwa kupongeza Dodoma Jiji na kocha wao Aman Josia. Hii movement imefanyika mara 2 na imezaa mabao 2 kwa Dodoma kwenye mechi 2. Mechi ambayo ilichezwa Chamazi Mtibwa akiwa nyumbani. Mwana Kibuta ndo aliingia ndani akasupport pasi akapiga through kwa Edgar akaenda kuscore. Same case jana imetokea. Mwana Kibuta huyo ambaye of course unaonekana partnership yao ina click.
David Mwanakibuta, William Ediga pamoja na Idi Kipagwile. Yeah. Kuna sakiti wanaichora ambayo tayari imesha kliki. Yani movement zao, pasi ya mwisho ambayo inaenda kuwa ni kila pasi ya mauaji, Mwanakibuta anawapatia sana Kipagwile pamoja na William Ediga the way wanavyofanya movement. Na bahati nzuri kwenye football anayekuwa na mpira tunaambiwa amebeba tatizo, ndo amebeba problem. Wewe unaotengeneza nafasi ya kuachiwa ule mpira ndo unatengeneza solution, yani ndo unaenda kutatua lile tatizo. Pale Mwanakibuta angeendelea kudelay na ule mpira, Mudathiri angeokota, wangeanza tena shughuli zao. Lakini nani anayekupa hizo option? Nafikiri William Ediga bonge moja la option kwake. Sawa. Hilo ni bao la kujifunga la Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini kwa sasa moja kwa moja tuangalie bao la pili la Dodoma Jiji ambalo lilifanya mzani kubalance na kuwa mabao 2-2. Yani Yanga walikuwa mbele kwa mabao 2 kwa dakika 41 za kipindi cha kwanza. Lakini baadaye Dodoma Jiji wakaja wakapata bao la Bakari Nondo Mwamnyeto, na hili ndio bao la pili ambalo linafungwa na Mwanakibuta David. Utengenezaji wa bao lenyewe, namna ambavyo mambo yalikuwa na hiki ambacho anakifanya Mwanakibuta David, kocha Michael Hiera. Goli lingine ambalo limeanzia kwenye combination play ambayo na hii alimfunga Masalanga au alikuwa ni Diara? Masalanga tayari ameshaingia. Diara alitoka baada ya bao moja kuruhusu. Tutaizungumza pia hiyo issue ya Diara kutoka mchezoni. Ndio. Ni goli ambalo utapongeza kwanza combination play ambayo aliifanya Dodoma Jiji kwenye tukio la kutengeneza shambulizi lao. Wakati Muro anatukumbusha kuhusiana na kile ambacho Dodoma alikifanya kwenye mechi dhidi ya Mtibwa. Unaweza kuona ni aina ya vitu ambavyo pengine pia aliviapply hapa kwa kiasi kidogo. Vinaweza vikanatofautiana kiasi, lakini mfanano ni jinsi ambavyo timu inatengeneza shambulizi kwa uvumilivu. Ule uwezo wa timu kupiga pasi kadhaa ambazo unaona hizi lengo lake ni kufika kwenye eneo la 3 la kiwanja na kushambulia. Kwenye ile mechi ambayo alicheza dhidi ya Mtibwa, ilikuwa ni mechi ambayo walichanga kutokea upande wa kushoto akamove upande wa kulia ndo kaenda kulipata goli. Hapa hakuama upande, walibakia kwenye upande ule kwenye combination play ambayo alikuwa anaipiga na bado pia ikazalisha goli, kwa sababu wakati wanaanza kuitengeneza ile pattern of play kwenye lile eneo, ndio unaona movements ambazo walikuwa nazo, na tunasema wakati mwingine unatakiwa kupunguza number of touches ya mpira kwenye lile eneo. Kupunguze namba ya miguso ya mpira ambao unatakiwa kuifanya kwenye lile eneo. Ndiyo. Na kwa nini unasema mpunguze namba ya miguso ya mpira kwenye lile eneo? Ili kuwanyima wapinzani uwezo wa kufanya recover ya kuja kuwanyang'anya mpira ambao nyinyi mnaamini kwa mnatengeneza shambulizi lenu. Sasa ukiangalia kwenye hiki ambacho Dodoma anakifanya, angalia ni mchezaji gani ambaye alidelay na mpira zaidi ya unaweza kuona ni pengine ni touch ya kwanza ambayo alifanya ni mmoja tu, ni yeye mwenyewe Gadil Michael Kamagi ndio ambaye alikuwa anagusa mpira, angalau anagusa ya kwanza ya pili. Lakini the rest walikuwa na uacha mpira kwa uharaka zaidi. Yani kama ile one touch play. Yes, nagusa mara moja unaondoka, nagusa mara moja unaondoka. Sasa ile inaweza pia ikawa na vuruga wale ambao wanakuja kuwazuia. Kwa sababu unavyoenda kwa mtu ambaye amegusiwa mpira, wewe ukienda kupress akiutoa mpira, maana yake unatakiwa kutenda kutafuta. Kuna namna kocha Michael Hiera wakati goli hili linafungwa kama Bakari Mwamnyeto aliinama hivi, jambo ambalo pengine lilimchanganya mlinda mlango Masalanga. Sasa baada ya hili tukio la huku ambalo walikuwa wamelifanya, mpira wa mwisho ambao aliupiga Mwanakibuta ulikuwa ni kama alikuwa anapiga cross hivi akimtafuta Waziri Junior Shemtembo ambaye alikuwa amekaa kwenye eneo ambalo ni sahihi. Kwa Waziri pale position wise perfect, alikuwa yupo kwenye eneo ambalo ni sawa wa goli, kwamba ikipigwa cross kutokea kule ambako wenzetu wanachanga kutafuta ile goli, itakavyoletwa hapa kuwe na mtu ambaye ni mimi ndio nitatakiwa kudeliver huo mpira. Sawa. Wakati unapigwa ule mpira, mtu ambaye alikuwa anaona wa kwanza ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Ndio. Yeye kama mlinzi. Wakati mwingine unajua kwenye kudefend nasema usimwamini mtu. Wewe fanya kwanza, alafu baadaye ndio kitafuata kitu kingine, kwamba nilikwambia utoe mpira au ufanyeje. Lakini kwenye lile eneo wewe, kwa sababu unaona mpira, kwa Bakari yeye alikuwa anatakiwa kufanya clearance ya ule mpira kuliko alivyo delay, kwa sababu kitendo cha yeye kuinama ndicho ambacho kilimtoa kwenye reli Masalanga na hakuwa tena na uwezo wa kufanya chochote kwenye ule mpira. Muro
Wengi ambao tulikuwa tunatazama mechi hii tuliamini kabisa pengine mechi imeshamalizika. Sare ya mabao 2-2. Lakini dakika za fidia zilikuwa 5 ambazo zilikuwa zinakwenda kufidia zile dakika 90 kuweza kukamilika, kwa maana muda ambao utakuwa umepotea. Na tukashuhudia bao la 3 likifungwa na Waziri Junior Shentembo. Tulizungumze bao lenyewe, namna ambavyo limepatikana, jitihada binafsi za Waziri Junior Shentembo, utulivu wa kutupwa na ule umakini wa kutunga uzi sindano mithili ya mtu ambaye anatunga uzi huo usiku wa giza. Karibu sana Galisen Muro. Ya, nafikiri hii ni tunasema perfect counter attack. Tunasema shambulizi la kujibu lililokamilika huwa lapitia stage 3. Stage ya kwanza ni switching, pasi ya kwanza ya kutoka. Kama unakumbuka, Yanga alikuwa na namba kubwa sana. Imagine hiyo ni dakika ya 95. Maanake Young Africans katika namba kubwa ya kwenda kutafuta bao la ushindi la mchezo baada ya kulevo, kwa vyovyote vile committing ya watu wengi unakuta kwenye final third, kwenye theluthi ya mwisho ya kiwanja. Kama timu inaweza ikaweza kuspot hizo nafasi nyuma yake, unamwona Kibacha yule kocha wao wa viungo, wakati Dodoma Jiji inapanda, yeye alikuwa miongoni mwa center backs kabisa, na kina akitoka Coastal Union akaenda moja kwa moja Dodoma Jiji, na kina Justin Omari Bilali. Yes. Kwa hiyo ile switching kama hatua ya kwanza waliifanya vizuri, kwa sababu Beno Ngasa ndo mtu ambaye alikwenda kuclear ule mpira kutoka ndani ya box kuutoa nje. Salmini Hoza akawa mtu wa pili kwenda kuugusa. Kama stage ya kwanza ya switching ikifanyika vizuri, ile pasi ya kuitoa timu, stage ya pili huwa tunasema movement ama runners. Tunasema wale wakimbiaji ambao wanatengeneza mjiongeo kuelekea kwa wapinzani wanafanya kazi gani. Utagundua mtu wa pili ambaye alikuwa ana receive ile pasi alikuwa kwenye mguu wa kutoka, Salmini Hoza. Angekuwa yupo kwenye mguu wa kubaki Ahmed, tunasema asingeweza kuipa timu mjongeo wa kuelekea mbele. Inawezekana angepiga lateral pass ambazo zinaelekea tu pembeni kabisa, lakini yeye aliiona pasi bora ni ya movement ya kwenda mbele. Angalia Beno Ngasa ameuclear ule mpira, afu angalia mguu wa Salmini Hoza, tena mguu wake dhaifu kabisa. Yes, tunaondoka. Kwa hiyo movement inakuwa ni stage ya pili baada ya switching, kwa maana pasi ya kutokea. Lakini stage ya mwisho kabisa kwenye perfect counter attack, kwa sababu tukishasema perfect iliyotimia lazima hiyo imezaa bao ama imezaa tukio laloelekea kuwa bao, promising attack, either ni penalty itatengenezwa, kona na kadhalika. Kwa hiyo utaona tukio la mwisho ni execution, utekelezaji wa kile ambacho kinaenda kutimia baada ya switching, movement. Cha mwisho anakifanya nini Waziri Junior? Moja kati ya vitu vinazungumzwa kwenye football, kwenye sifa 5 za mchezaji wa kulipwa, yani qualities za professional player, ya kwanza kabisa wage nazungumzwa ni technique, uwezo wa kiufundi ambao kocha Yera anafahamu, Ahmed unafahamu kwamba technique ni basics mtu anazozaliwa nazo, anazokuwa developed kwenye grassroots na kadhalika, kwenye soka la vijana kabisa. Hiyo aliyoifanya Waziri Junior mbele ya Yao Kwasi aliyobakia nayo 1v1. Ndio. Kwenye 50-50 mkishabakia 1v1 situation, namba moja kinachoangalia tekniki yako ikoje. Na ndio maana watoto wadogo tunawa encourage, tunawafundisha miaka 14 mpaka miaka 4 mpaka 14, mfundishe uwezo wa kuthubutu, kuwa na kiburi. Nikikutana na Ahmed Hassan kwenye 1v1 niweze kufenti nitokee huku, na sio kuanza kumpigisha koni. Usianze kutani kuangalia goli lako. Miaka 4 analuka koni, hatakiwi. Inawezekana Waziri kwa ile pointi moja ambao umeipata, mentality yake ingekuwa ya chini, Waziri angeweza kuhold ule mpira akasema bana, akili yangu inaniambia bado tuko 1-2, bado tuna point. Wangeweza kuamua kuendelea kuisubiri timu wa possess. Alichokifanya mbele ya Okwasi, ameamua kutumia tekniki, kwa maana skills ni ujuzi tu wa kumtoka. Vitu vyangu vile kaka. Nakumbuka pale maeneo yako. Defenders wengi ambao huwa wana take risk, ile wanakuambia take one for the team. Chukua kadi kwa ajili ya timu. Ya Okwasi angeweza kumvuta, angeweza kufanya tackling amboni au kufanya foul, angeweza kula umeme kwa sababu alikuwa mtu wa mwisho, lakini angekuwa amerescue pointi moja. Lakini yeye aliamua kucheza clean football, kaamua kucheza mpira safi kabisa, lakini ambao ukao una madhara kwa mchezaji mwingine pale angeamua kupiga juu labda, sababu goalkeeper alikuwa ameshasogea akawa ameliacha lango. Uko sahihi, lakini kumbuka huyu ni mfungaji. Msimu ambao Aziz Ki anakuwa top scorer mabao 21, Faisal ana mabao 19, viungo wawili waliongoza kwa mabao, lakini washambuliaji pase
wale natural strikers ambao walikuwa na mabao mengi, alikuwa ni Waziri Junior akiwa KMC, mabao 12. Ndo washambuliaji wote hakuna aliyekuwa amevuka bao 12 zaidi ya viungo hao wawili Aziz Ki pamoja na Faisal. Kwa hiyo huyu ni mfungaji kiasili akiwa Mbao, akiwa KMC, akiwa Young Africans. Kwa hiyo kwenye eneo lile unakuja unamsifia kwa sababu katika dying moments, mida ya majeruhi, mida ya mechi inakwenda kufa, ndio mida ambayo tunahitaji composure, utulivu na utaona kitu ambacho kimempa utulivu zaidi ni ile kutake shoulder zaidi ya mara moja. Excellent. Aliscan mara ya kwanza, akascan mara ya pili, alafu akawa anaendelea na safari yake. Na magolikipa wengi anafungwa kwenye mwamba aliyoubana hapa ni ya posti kwa sababu moja. Waziri pale alipoangalia tekniki kwa yao kuasi. Angalia Waziri anapokuja, golikipa yeyote atabana upande wake wa kushoto. Unamuona Masalanga alikuwa amebalance goli, lakini alikuwa unamuona maandalizi yake maybe upande wa kushoto. Yes, kwa maana ya Waziri Junior anaweza akakevu upande wangu wa kushoto ambao ni upande wa kulia Waziri Junior, lakini kapiga hapa ambapo flexibility, unyumbulifu wa magolikipa wengi huwa sio mzuri unapomwekea mpira hapa mguuni kabisa. Labda wale ambao huwa tunasema ni all around goalkeeper, ana uwezo wa kucheza na miguu, akablock ule mpira, akastretch, akapiga goti. Ukimwangalia Manuel Neuer wa Bayern Munchen na national team ya German, kuna wakati ana stretch miguu yake, anaweza akapiga goti, ule mpira unamgonga, unaweza umedeflect. Lakini kuna wakati hatutafuti zaidi makosa ya walioruhusu bao, tunatafuta ubora wa walioweza kutengeneza bao, kwa sababu daraja hili mabao ya aina hii utayaona labda Champions League, utayaona labda Simba Yanga wakicheza, utayaona Yanga Azam, Simba Azam, lakini ukitokea unaliona kwa timu ya daraja hili, of course unajitazama kwenye kioo unasema okay, naangalia ligi ambayo at least kuna vitu ambavyo ni details, taarifa ndogo ndogo unazipata. Bana, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Viwanjani ya Azam TV. Mimi ni Hassan Ahmed, bado tuko nawe sako kwa bako, tunaangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Tukianza kutazama mchezo wa wananchi Young Africans, mechi yao ya kwanza kupoteza kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara msimu huu, na wamepoteza wakiwa ugenini mbele ya wakulima wa zabibu, timu ya Dodoma Jiji FC. Kwa sasa moja kwa moja tuangalie kiungo mshambuliaji wa timu ya Young Africans, Alan Okello. Jana alifunga magoli mawili na kufikisha jumla ya magoli 7 msimu huu kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara tangu amejiunga na timu hiyo mwezi Januari. Mapema hapo jana, kamati ya tuzo za TFF ilimtangaza Alan Okello kuwa mchezaji bora wa ligi kuu NBC Tanzania bara kwa mwezi April, ikiwa ni tuzo yake ya kwanza tangu kuwasili nchini Tanzania. Takwimu za Alan Okello msimu huu, tukiangalia idadi ya magoli ambayo amefunga idadi ya mechi kwanza ni mechi 17 ambazo amecheza mpaka sasa, wastani wa dakika 1203, akifunga jumla ya magoli 7 na asisti 7, na amekuwa mchezaji bora katika mechi 3 ambazo amecheza akiwa amevaa uzi wa wananchi Young Africans. Kocha Michael Hiera jana, kamati ya tuzo zinazotolewa na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania imemwona Alan Okello kuwa ndiye mchezaji bora, na alikuwa akishindana na wapinzani wake wa karibu, mmoja kutoka kwenye timu yake ya wananchi Young Africans kwa maana ya Pacome Zouzoua, lakini wa pili ni mchezaji kutoka Azam FC kwa maana ya Idi Suleiman Ali Idi Naldo. Na hizi ndio takwimu za Alan Okello. Karibu sana Michael Hiera. Alan ambaye amejiunga na Young Africans kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, na amecheza mechi nyingi, mechi 17, ni appearance nyingi kwenye mechi ambazo amecheza, japo kwenye dakika unaweza kuona amecheza kwa dakika ambazo hazifanani na mechi ambazo amecheza, kwa maana michezo 17. Pengine kama angekuwa amecheza kwa dakika zote ingekuwa amecheza almost dakika 1500 huko, mtaalamu wa mahesabu atakuwa anapiga hesabu hapo. Lakini unaona amecheza dakika 1200 na ushe. Kuna dakika ambazo alikuwa yuko sabu au ameanza hajamaliza mechi, na inatokea kwenye football. Lakini hapo taangalia zaidi kwenye eneo la namba, kwa sababu ndizo ambazo zina display vizuri zaidi kwenye kile ambacho amekifanya na position ambayo anaicheza. Unatamani kuwa na mchezaji ambaye atakuwa anahusika zaidi kwenye ufungaji wa magoli, lakini pia utengenezaji wa magoli. Jambo ambalo ni zuri kwa Alan Okello ni kwamba amebalance kwenye utengenezaji na ufungaji kwenye namba ambazo amezipata mpaka sasa. Unaangalia magoli 7 ambayo ameyafunga mpaka sasa hivi kwenye mechi ambazo amecheza,
lakini bado pia amesaidia upatikanaji wa magoli mengine 7. Kwa jumla yake amehusika kwenye magoli 14 kwenye michezo 17 ambayo amecheza. Ni wastani mzuri na ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vimemrudisha kwenye hali ya kujiamini zaidi na kuona kwamba pengine kile ambacho Young Africans walikuwa nakihitaji kutoka kwa aina mchezaji kama yeye na kwenda sokoni kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili kumjumuisha kwenye kikosi. Hichi ndicho ambacho walikuwa wanataka kudeliver kutoka kwake. Na unaweza kuona akiwa ametumika kwenye maeneo tofauti akiwa na Young Africans. Hapo sasa utaachana na hizo takwimu ambazo tayari zenyewe zimeshazungumza kwa uhalisia wake, lakini utaangalia sasa kwenye eneo la kiufundi na kimbinu, hasa pale ambapo mwalimu atakuwa anataka kumtumia. Na kwa nini inakuwa ni rahisi mwalimu pengine amepata nafasi ya kumtumia kwenye nafasi ya winga, amepata nafasi ya kumtumia kwenye nafasi ya namba 10. Kuna mechi alijaribu kumtumia kama mtu wa mwisho pale kwenye eneo la kushambulia. Ni kwa sababu kwenye eneo la kiufundi ni mchezaji ambaye unamuona yuko sawa sawa. Hapo ndipo ambapo unasema kwenye ile eneo la technique kwamba ni mchezaji ambaye akiupata mpira anajua nini ambacho anaweza kufanya kwenye passing, kwenye dribbling. Hivyo ni vitu ambavyo anaweza akawa anavifanya kwa usahihi wake. Kwenye shooting kuna magoli ambayo yanafunga Alan Okello akiwa anatokea amevuta nje kidogo, sio kwenye ule usawa wa goli, lakini unaangalia shooting yake ambayo anaifanya, aidha atakevu ama atapiga, lakini unaona hiyo ni tekniki nyingine ambayo yuko nayo. Kwa hiyo hivyo vitu vya kiufundi ambavyo yuko navyo ndivyo ambavyo vinamfanya mwalimu sasa kwenye mbinu ambazo atakuwa anaingia nazo kiwanjani anajua kwamba na mchezaji ambaye anaweza akafit kwenye maeneo haya matatu. Mimi tu nitaamua wapi ambapo naweza nikamtumia. Na good luck kwenye hizi siku za mwishoni ameonekana akifiti zaidi kwenye eneo la namba 10 ambalo ameshazalisha vitu vingi zaidi ambavyo vimepatikana kwenye timu. Kwa hiyo inawezekana hizi namba zikawa zina blush zaidi kwenye kile ambacho uko nacho na kumtengenezea pia njia nyingine ambayo ni nzuri zaidi ambayo anaweza akawa naamini atafanikiwa nayo zaidi. Bana, ni Starboy huyo Alan Okello akiwazidi Pacome Zouzoua ambao walikuwa wanawania kinyang'anyiro hicho cha mchezaji bora wa mwezi uliopita na Idi Suleiman Ali